nasaha zangu na kwangu mimi na kwenu nyie, ndugu zangu, tujikite katika kusoma, tuifahamu dini ya Allah tabaraka wa taala, lakini mambo ya msingi kama haya tujitahidi kuyafuatilia. Tukiyafuatilia mambo ya msingi kama haya tutaweza kupata faida, wala hatuto ingia katika khurafati kama hizo na itikadi potofu kama hizo, bali sisi tutapata faida mbalimbali kwa sisi kuingia darasani na kusoma, ambayo wengi katika naweza nikasema wengi katika vijana ambayo ni rika hili la Gen Z, generation hii, vijana wengi wametekwa na social media. Utakuta wanaingia katika social media, wanakutana na maneno mbalimbali tofauti tofauti ambayo hayajathibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala katika sheria ya Uislamu. Basi wanayachukua yale maneno kwa haraka, wanayadaka na kuyaeneza. Jambo hili ndugu zangu, tusiwe watu wa namna hiyo, bali tujitahidi kufuatilia elimu ya dini hii ya Uislamu, ya sheria hii ya Uislamu katika misingi ambayo ni misingi sahihi, lakini katika vyanzo vya habari ambavyo ni vyanzo sahihi. Ndugu zangu, kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu hiki cha kuelezea Lailatul Qadr, bali tujikite katika kufanya ibada, wala tusije tukaangalia kwamba huu usiku ni usiku gani, mtu anasikilizia, je ndio usiku wenyewe ama la. Na kama mtu akajaliwa eti kudiriki kwa usiku, asubuhi utakuta status ameweka katika mabango, matangazo mbalimbali kwamba leo usiku huu ndo wenyewe, usiku huu ndo kadha. Ndugu zangu, tujihadhari tusije tukaingia katika riya, tukapoteza ikhlas yetu na uchamungu wetu na ikhlas ya ibada, tukaingia katika kujionyesha, kutangaza ibada zetu ambazo tumezifanya. Tusifikie huko, tujitahadhari sana na mambo kama hayo. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.